Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Iran imekataa kwamba hawakuwa na makubaliano yoyote na Marekani kuhusu kuchukuliwa kwa uranium na kupelekwa nchini Marekani. Hii ni baada ya rais wa Marekani Donald Trump kutangaza mnamo jana Ijumaa kwamba wa Iran wamekubali kwamba watashirikiana na Marekani katika kufukua uranium iliyofukiwa katika vituo vya Fordo, Natanz na Isfahan, na kwamba uranium hiyo iliyorutubishwa itapelekwa nchini Marekani. Iran imekiri kwamba uranium iliyorutubishwa ya taifa hilo haitahamishwa kupelekwa popote. Kuhamisha uranium hadi Marekani halikuwa chaguo kwetu. Hii ni kauli ya msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran, Ismail Baghei, aliyesema wakati wa mazungumzo na mahojiano na vyombo vya habari vya serikali ya Iran. Huu ndio msimamo wa sasa wa Iran, kwamba hawakubaliani na kile ambacho rais wa Marekani Donald Trump alivyosema kwamba atalihamisha vumbi la nyuklia la Iran kulipeleka nchini Marekani, kwa sababu tayari wameshakubaliana na wa Iran. Hata hivyo, Mohammad Bagher Kalibaf, spika wa bunge la Iran, amesema kwamba rais wa Marekani Donald Trump ni mwongo. Amekuwa akiandika mambo ambayo si ya kweli. Kwa mfano, kuhusu suala la uranium, hili ni jambo ambalo hakuna makubaliano ya aina yoyote kwamba uranium itahamishwa kupelekwa nchini Iran. Hapo awali Trump aliambia Reuters kwamba vumbi la nyuklia la Iran litapatikana hivi karibuni sana. Tutakusanya pamoja, tutaingia na Iran kwa mwendo mzuri wa starehe na kushuka na kuanza kuchimba kwa mashine kubwa, tutairudisha Marekani, Trump aliongeza, jambo ambalo wa Iran wanasema halina ukweli wowote. Uranium ya Iran haitoenda popote, wanasisitiza watu wa Iran. Afisa wa ngazi ya juu wa Iran ambaye hakutajwa kupitia shirika la habari la Reuters alisema kwamba tofauti kubwa kati ya Iran na Marekani bado zinasalia kufikia makubaliano yenye lengo la kumaliza vita, akiongeza kuwa kuweka wazi mlango wa bahari wa Hormuz ni masharti ya kuzingatia Marekani kwa masharti ya usitishaji wa vita. Afisa huyo ambaye hakutaja jina lake alisema hakuna makubaliano yaliyofikiwa juu ya undani wa masuala ya nyuklia na mazungumzo ya kina yanahitajika ili kumaliza tofauti. Hata hivyo, katika wiki ya mazungumzo huko Pakistan, Marekani na Iran, moja kati ya eneo ambalo walisumbuana sana ni kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran, ambapo Iran ilikataa kata juu ya kuhamishwa kwa uranium, na zilitoka taarifa kutoka Marekani kwamba wa Iran walikubali kuacha kurutubisha uranium ndani ya miaka 5, lakini wa Marekani wakakatana hilo, wakisema kwamba wao wanataka Iran isirutubishe uranium kwa miaka 20. Hata hivyo, afisa huyo wa ngazi za juu alisema Tehran inatumai kwamba makubaliano ya awali yanaweza kufikiwa katika siku zijazo na juhudi za mpatanishi Pakistan na uwezekano wa kuongeza muda wa usitishaji wa vita ili kuunda nafasi ya mazungumzo zaidi juu ya kuondoa vikwazo vya Iran na kupata fidia kwa uharibifu wa vita. Kwa kubadilishana, Iran itatoa hakikisho kwa jumuiya ya kimataifa kuhusu hali ya amani ya mpango wake wa nyuklia, alisema, akiongeza kwamba simulizi nyingine yoyote kuhusu mazungumzo yanayoendelea ni upotoshaji wa hali ya juu. Hakuna makubaliano yoyote ya nyuklia kwa kati ya Marekani na Iran mpaka wakati huu. Hii pia imefanya rais huyo wa Marekani kusema kwamba huenda vita vikaisha siku za hivi karibuni kwa sababu wa Iran wamekubali jambo hilo, jambo ambalo Iran imesema si kweli. Mtazamaji, endelea kutufuatilia na nikusihi usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri duniani.